Basi na wasalimu nyote katika jina takatifu la Mungu wa Israeli, na namshukuru Baba kwa sababu ya rehema na neema zake, kwa damu ya mwana kondoo the Messiah ametupa nafasi ya kuwa na kipindi hiki. Nataka nizungumzie ushirika wako na Mungu, kwa nini auendi mzuri. Pale mwanzo Mungu alipomuumba mtu alimpenda sana kuliko vitu vingine vyote, na akapenda sana kuwa na fellowship na yeye, na akampa maagizo ya vile atakavyokaa. Mambo yale ambaye yanaharibu ushirika wetu na Baba aliye mbinguni nitakueleza ni gani kidogo tu, manake ina umuhimu. Adamu na Hawa walipoumbwa, kitabu cha Genesis 3 verse 1 inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni wa mwitu aliofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguze, msije mkafa. Hebu tuende chapter 2 verse 16. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Siku ile mwanadamu aliwekwa bustani la Edeni, aliagizwa kuhusu kile anapaswa kukula na kile hapaswi kukula. Akaambiwa mitunda hii yote kula na matunda yote we kula. Lakini tulipofika katika mti wa wema na ubaya msikule, ili msije mkafanya nini? Mkafa. Sometimes huwa tunajipata kwa hatari kwa sababu ya kujikuranisha tu. Vya kukula ni very sensitive sana kama watu hawajui. Let me take you to the book of Leviticus chapter number 11. It's all about kukula tu bando. Bwana akanena na Musa na Aaron na kuambia, nena na wana wa Israeli ukiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia, kwa sababu uyacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na vibali, kwa sababu yeye ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na sungura, kwa sababu ucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini acheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao wala msiguze mizoga yao, au ni najisi kwenu. Katika hao wote walio ndani ya maji mtakula hawa, kila aliye na mapezi na magamba ndani ya hao ndani ya mito mtakula hao, na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, kati hao waendao majini, na katika wote wenye uhai waliomo majini, na hao ni machukizo kwenu. Wakati Mungu anaposema kuhusu kukula, mwelewe hii mili ni nini. Tunakuja kuomba tukitafuta Mungu. Mungu ni roho, na watakao mwabudu watamwabudu ndani ya roho na ndani ya kweli. 1 Corinthians 3:16 inasema, miili yenu ni hekalu ya Roho
mtakatifu. Na atakaye haribu mwili naye Mungu atafanya nini? Atafanya nini? Atamharibu. Huu mwili ndio unapaswa kuwa unakula chakula, lakini si kila chakula kiko sawa mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni kuhusu kukula peke yake kulifanya Adamu na wao wafanye nini? Wakosane na Mungu. Haikukuwa kwenda kufanya uzinzi, haikukuwa kuiba, haikukuwa kitu kingine. It's all about kukula. Na hiyo kukula leo ndio kunasababisha watu walimewekewa 10 commandment usiibe. Hapo ndipo kumezaa nini? Kumezaa usherati. Manake maandiko nasema ya kwamba midomo ya kahaba ina maneno matamu kama asali. Hallelujah. Are we together? The fellowship ya kukula ni kitu very sensitive sana, ni vile watu huwa hawajui. Ni vile watu wengi sana wanachukulia kana kwamba ni mzaa. It is very important to understand this message. Manake wengi wetu tunachukulia ni kama kitu haina maana. Wacheni waambie wapendwa, wengi makanisani leo tunabeba magonjwa na matatizo na mahangaiko kwa mili, maana sisi hatukuheshimu yale Mungu alituagiza. Adamu na Hawa walianguka mtego. Na wacheni waambie ni kwa nini watu wanaenda wakipuuza Mungu. Uzao wa Kaini baada ya kuvunja ile sheria umejaa ndani ya makanisa, umejaa kila mahali, and they are killing them destiny. Waya watu wengi. Kaini ni ndugu yake Habili na ameua ndugu yake hapo tu, ni kwa sababu ya ibada mbele zake Mungu, ibada ya utiifu, ibada ambayo Mungu anayetaka tuwe nayo katikati yetu na ushirika wetu na Baba. Haleluya. Na sasa hii mbegu iko ndani ya kanisa, inatuonyesha ukikula hizi vitu haina shida. Hata Yesu alipokuja hakusema muendelee, hakusema chochote. Alisema kila kitu nilitakasa kuleni. Gani? Yeye Yesu hakuna siku moja alienda akafanya mchuzi wa nguruwe. Hakuna siku alikuwa na mchuzi wa vitu mbaya. Hakuna siku aliweka meza. Wakati walipotindikiwa na mikate, wakati walipofungukiwa na vya kukula, maandiko inasema ya kwamba yeye mwenyewe Yesu alibariki mikate 2 na samaki 2. Kwa nini hakubariki nguruwe kulikuwa nazo wakati huo? Kwa nini hakubariki nyama ya vitu zingine zilizo najisi? Wacheni waambie wapendwa, mili yetu ni ya muhimu sana, na kama mnataka tukae na ushirika na Baba, let us keep our body katika hali iliyo na usafi. Science inasema ya kwamba ukikula takataka utapatwa na shinda na magonjwa kwa mwili. Hiyo ni science. What about obeying our Father? Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jameni? Mtoto akiingia shule leo anaanza kufundishwa kunawa mikono ukitoka kwa choo. Alafu kutoka hapo anaanza kuambiwa jifundisha kunawa mikono kabla hujakula, hata ukienda kucheza. All those things kwa sababu gani? Usafi ni kitu ya maana na Mungu alitaka huu usafi kwa miili yetu. Haleluya. Huu usafi ni wa maana sana. Sasa watu wengi wameingia katika ushirika na dunia sababu ya mafundisho ya Kaini. Hebu nikupe siri. Mathayo, kitabu cha Mathayo, unisikilize kwa makini sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 6 inasema nini? Mujichunge na chachu. Chachu ni nini? Chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Sawa sawa? Hallelujah. Are we together? Chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Hakuna siku hata moja. Sasa wa Mafarisayo na Masadukayo is very important kuchunga na. Ilikuwa ni mafundisho wanazungumzia. Halo? Manake wamejaa kila mahali. Watakwambia haina haja. But let me tell you something. Wacheni waambie wapendwa. Hata serikali inapima chakula kila kinakuliwa kila siku. Hata serikali inakuwa waangalifu sana kila siku ya kile mnapaswa kuwa mnakula. Hallelujah. Are we together? Kwa nini wako kini? Ili msiangamie mara moja. Maana kupitia kukula watu wengi wanaharibika. Unaweza kuishi kuita Mungu na wewe kuja kwako, manake ushirika na yeye uliharibu. Amen. Are we together? Ushirika na yeye ulifanya nini? Uliharibu. Na kwa sababu hata kuitika, ule atakuitika vizuri sana wakati mwili unaumia, unaenda kwa daktari, anadunga sindano, baada ya kudunga sindano na kupea matembe, sababu kitu cha kwanza ile instruction alafu anakukanya kukula zile vitu. Alafu anakukanya kukula vitu zile mbaya. Anakuambia unakuta mtu ameandikiwa usikule nyama. Unakuta mtu ameandikiwa usikunywe hii, usifanye hii. Kwa hivyo amerudi kwa maandiko. Amerudi tu kwa maandiko. Ni daktari.
Amerudi tu kwa maandiko. Anakuambia ukikula utakufa. Yes, na nakuandikia hapo. Na wewe usiyejali unaendelea kukula bora sana ndio unakufa. Amen. You know, sometimes I'm talking about the fellowship yetu na Mungu inaharibiwa na nini? Kujikuranisha vitu mbaya. Wacha niwaambie wapendwa, being content with what you have it's more important than living in a lavish life whereby you have no instruction of our heavenly Father. Hallelujah. Are we together? Kwa nini Danieli anasema tupatie nini? Mboga peke yake. Hiyo terere. Mboga na matunda. Hiyo terere kwa daktari ni ya maana sana ikipimwa. Hizo ni za maana. Amaranth. Just go and eat hizo amaranth. Take patria. Patria ni majani ile ya doma ile ya juu. Wale haujui. Hallelujah. Are we together? Take the patrias. Those leaves. Hizo green, kura zina maana, zina umuhimu kwa mwili wako. Wakati damu inapofungua daktari anakuambia, "Henda ukule hizo greens za kuongezea damu." Lakini sababu ya ukatili ule tuko nayo, unaandanganywa eti kuna matendo unaweza kuongezea damu. There is nothing unaweza kuongezea damu yako kwa mwili kuliko chakula kile Mungu aliagiza. Hallelujah. Are we together? Ni kwa nini tuko katika hatari? Ushirika wetu na Mungu hauko. Sababu tumejikuranisha, tumejichafua. Mili ni hekalu na ni hekalu ya Roho wa Mungu. 1 Corinthians 3:16. Atakaye haribu Mungu mwili nami nitafanya nini? Nitamharibu. Ni Mungu mwenyewe alisema hivyo. Basi kama unajua imeandikwa hivyo, basi you must be very careful. Lazima uwe katika hali ya kujihadhari sana kwa kile unakula. Si kwenda kila mahali unarokota chochote kile. Najua kwa dini nyingi sana watu wapendi kuambiwa maneno kama hayo. Manake watu wacha niwaambie wapendwa. Maandiko inasema ya kwamba msikule nguruwe, Yesu akasema ya kwamba msikule. Yesu anasema msikule. Ndivyo sasa mhubiri anakuja anasema mahali wapi Yesu anasema msikule nguruwe. Unisikilize kwa makini sana manake wengi wetu hatujui na hatujali. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jameni. I don't know, sijui kama it's okay mtumishi. It's okay. I don't know if sijui kama kuna mtu anaweza akaelewa mbinguni haitaingiwa na hypocrites. Mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. And kama sikosei, nafikiri Masadukayo na Mafarisayo they are children of Cain. Laini njia yao ni watoto wa Kaini. Wala watu wa kuua tu. Kile umepaswa kufanyia Mungu sikimpendeze. Wao unaambiwa ya kwamba ifai. Unaanza kuondoka katika laini ya Mungu. Wapendwa, wacheni waambie ushirika wetu na Mungu ni wa maana sana. Ushirika wetu na Baba yetu aliye mbinguni ni wa muhimu sana. Na huu ushirika hatuwezi tukahifadhi bila kutunza instruction. Instructions za kwanza bustani la Edeni haikuwa kitu kingine, ilikuwa msikule hii. Haleluya. Maana mili ingechafuka, mili ingevunja, ingeleta mauti. Leo hii sababu ya kuvunja hiyo inaleta nini? Kifo. Hiyo siri ya kula iko ndani sana. Watu kama saa hizi tunaelekea Christmas. Christmas wa Kristo na wapenda sana sababu ni warafi. Warokotaji, si motura, si panya, si kuku, si whatever, zote this Christmas. Hapo ndio watakulia dawa. Ikifika Januari, kabla mwaka hujaruka, chemistry zote zikatakuwa na faida mzuri sana. Maana dawa ya kuhara iko juu sana. Dawa ya tumbo imefura, bloating. Kufura tumbo kwa sababu ya kujikuranisha. They are not content to obey bila Mungu anavyosema. There is one thing napenda kwa wazazi wangu. Wazazi wangu walikuwa wananifunza na kuniambia kila wakati, heri kidogo ile ambayo unakula iko nzuri kuliko makuku na vitu ambazo zimetokana na mikono ambayo si stahili. Aidha zimeibiwa ama hiyo fedha imetoka katika ibada fulani mbaya ama unakula vitu zenye hazistahili. Wakati mama yangu na baba yangu walikuwa wanatufundisha vile, walikuwa wanatufundisha kuwa content with what we have. Si kutamani. Hallelujah. Leo there is no ministry today can teach the children of our heavenly Father about the 10 commandments. But they want the children to obey their parents. Is it there in the 10 commandments? Is it there? Je, iko pale? Hallelujah. Usiibe, usiue. Lakini kama mzazi anatii mtoto. Kama yeye mwenyewe mtoto anaye atatiaje? Kama mzazi anatii anasikia iko ndani yake.
kanisa. The fellowship of our Heavenly Father imekuwa distracted katikati yetu na yeye, na hatuna watu wasiwadanganye wako na Mungu. Ni mapepo imewajaa. Wengi wamejaa na ushirika wa mapepo ya angani hapa. Na ndio inawahangaisha na inawasumbua sana kila wakati. Hallelujah. And this is very important to understand this. Wakati umempata Mungu, ukimpata aliyeumba mbingu na nchi, my friend, life yako hata dunia itasundia. Hata dunia itasundia. Utavalizwa mavazi mpya. Utapewa vitu sio za ufalme huu. Na dunia itaanza kukuchukia. Let me tell you the other secret about having our Heavenly Father with you. Wakati uko na ushirika na Mungu, haunanga marafiki wengi. Ask me about the Messiah. Hata kanisa lile limejaa Mungu, alijaangi washirika sana saa yote. Ni kwa nini? Kwa sababu atakwaswa. Kiboko ile Yesu alipiga nayo ndani ya kanisa, akawafukuza kwa biashara, bado inafanya kazi. Msifikirie ni ile siku peke yake. Bado inafanya nini? Hawezi kuwa msherati kule nje, umekula nguruwe, ukakula nyama ya sungura, ukakula mrokotaji kila kitu, and then mwili ukiwaka unafanya usherati kule ulete tu kwa kanisa. Utafungiwa nje. Mali kuna hema iliyotakazwa na Mungu, iliyotakazwa na ikaoshwa. Hapo ushirika utaenda. Au utaenda hapo. Ndio maana njia nyembamba haiendi na wote. Njia hii ya uzima naenda na wachache sana. Hallelujah. Am I talking to somebody jamani? Tuko pamoja? Hakuna kitu ya maana. Wakati unapotandika vitu zako hivi, unapolala kuomba kwa mvumbi hivi, unapouliza Baba nisaidie, kwanza tafuta the fellowship. Because the prayer ambayo tumekuwa tukiomba ni kutafuta nini? The fellowship, uhusiano wetu na Mungu. Niite nami nitakuitika na nitakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua wala kuyafahamu. Jeremiah 3:3. Jeremiah 3 verse 3. Now, this fellowship na watu wamevudiwa wakafundishwa kambi ilirudishwa na damu ya mwana kondoo ya kurudi bustani ya Edeni. Unajua Mungu alipokasirika sababu ya mwanadamu kuasi aliweka nini bustani ya Edeni? Marango. Aliweka makerubi. Maandiko inasema iliwekwa upanga na makerubi pale. Kerubi, si malaika. Kerubi aliwekwa pale na upanga unasunguka pande zote. Maana yake hata kama ni kwa rango hakuna kakona utapitia. Wacha hivi kuna breakage ya tikwambo nasikia tikamete kumevunjwa na gari sababu inatoka. Wale wafungwa wanatoka ndani. Huko hakuna kutoka wala kuingia. Maandiko yanasema hakuna kutoka wala manini kuingia. Now the preachers wanahubiri wanasema tumerudi bustani la Edeni. Wapi? Bustani la Edeni there was no dwelling. Hakukuwa na kutoa jazo, hakukuwa na kuhangaika. Mbatundira ane ilipoingia, Mungu akakwaswa na mwanadamu aliyempenda. Alimwambia utakula jazo yako. Pastor kataa kuhubiri vizuri na ukataa kutii, utaona. Hata kuhani hawezi kula. Utakula wapi? Kama ukufanya ibada kamili mzuri mbele za Mungu, ufanyie wale watu. Maana hiyo ndio kazi niitiwa. Hii hata kama ni kwa Mulawi, hiyo laana iko ndani yake. Alisema kila mwanadamu hata kama ni kwa kuhani. And that is why ndio ujue ukweli. That is why a Messiah suffered for us to enter. Come on. Kwa damu, he paid the cost. He suffered for us to enter. Haingekuwa kuingia. Sasa usichukulia tu ni rahisi tu. Tambarare kwa baba ni tambarare. Kuna milima ule aliimba hiyo wimbo siwezi penda kuimba hiyo mimi. Kuna milima na mabonde and you have to pay the cost. Akamrani eti mwanadamu utalima na utakula jasho yako. Then mwanamke utazana uchungu. Pastor yeyote akona uhakika na amesoma theology na ameita Mungu akaitika. Kama kuna yeyote akona ushuhuda ya kwamba wanadada wazaangi na uzungu. Number 2, kama kuna moja anajua ya kwamba hakuna kutoa jazo ndio tukule, huyu asimame tu ubiri hiyo maandiko aseme ya kwamba kweli tumerudi bustani. Bustani la Edeni. Hey my friend, even the Messiah hakuja kuvunja ile ya Mungu na hakuchange. Aliyoambia watu mtafanya nini? Mtakufa. Do you think that the Messiah was not there with our father wakati baba alikuwa anapea mwanadamu maagizo? Hakukuwa wakati huo? Si walikaa kikao mbinguni. Walikaa kikao mbinguni. Ndio waupe mwanadamu. Hakipewa maagizo alikuwa hapo. Then how could he change? Angesinjije? Angebadilishaje?
Ile walioongea kwa pamoja. He didn't came to change. He came only to show us the way to be restored to our Heavenly Father in his fellowship. Hallelujah. Alikuja kutuonyesha vile tunapaswa kufanya tukae kwa ushirika na Baba, because he loved us as our firstborn brother. Come on. Hallelujah. As our firstborn, as our firstborn brother. And even to date, many of us, they don't understand about us. Are we together? Are we together? Msaliwa wa kwanza ndiye alitoa dhabihu. Ndiye alitoa sadaka. Akaingia katika ufufio. Akaingia katika patakatifu pa patakatifu. Na damu yake mwenyewe. Kama vile makuhani na damu yake mwenyewe iwe sadaka. Munisikilize kwa makini. Manake fellowship ya Baba ndio nazungumzia. Why are we coming to seek his face? Niiteni nitawaitika. Na nitaonyesha mambo makubwa msio yajua. Ni sauti ilikuja mara ya pili. My friend, kwa sababu tuko katika ushirika wa kutafuta uso wa Baba. Unapomuita kama akuitiki, uliza kwanza fellowship yako na yeye, is it clear? Hallelujah. Because the first thing you have to consider. Ukienda kwa gari urumishe, fikiria akili yako kwanza kama ulicheki well, ukacheki battery iko sawa, ukacheki maji, because yeyote anaendaga driving school minor nini zile anafundishangwa ni kucheki well, brake fluid na maji kwa gari. Na pumzi kwa migurudumu. Sasa na battery kama iko sawa. Kama ukienda kupiga starter, ukiona imeleta shida, tafuta ndani ya injini sasa. Uite ule mkubwa atafuta ndani ya injini mahali imekwamia. Are we together? Na kuna ile tulikuwa tunaita kwa zile gari za petrol, overflowing. Overflow ya mapetrol. Ulikuwa unavuruta petrol na mdomo. Hiyo ni gari ya kabrika. Yeah. Do you know that kwamba hata kwa mwanadamu you are not supposed in the book of Methali, you are not supposed kukula chakula you overflow. Unapaswa kuwa na nafasi. Si chakula kama cha ulevi, unakula chakula katika hali ya hitaji ya mwili. Hallelujah. Are we together? Na njia fupi ni chakula kinachotosha pekee. Yes, si chakula kile unakula alafu unakaa kama uko exhausted. Ama tuko pamoja jameni? Yes. Are we together? Tuko pamoja jameni? You know, sometimes we are defiling our body every day. You unakula exhausting your body every day. Kumbuka kuna jirani analala njaa. Just remember that person. Hallelujah. Are we together? You know, sometimes you don't consider the truth. We tunataka tu Mungu asympathize na hali yetu vile tulivyo. It is not possible, my friend. It is not possible. Mungu, our Heavenly Father will never sympathize with our situation when we have written what He has commanded. Come on. Hallelujah. He will never sympathize with us until we go back, until we return in His holiness, katika utakatifu wake bila ameagiza. Na kurudi katika utakatifu ni kuchukuana na maagizo yake bila ameagiza. Hizi wanyama msikule, hizi vitu msiguzane nazo, hata misoga yake msifanye nini? Msiguze. It was all about kukula bustani la Edeni. Na walipofika ndio ujue hii kitu ni sensitive sana. Hata ule alinyang'anya urithi wake, ilikuwa imeanzia wapi? Ilienda kwa nini? Kupitia nini? Ndengo. Alienda akakosa kuvumilia. Urithi iliendea hapa ama ikuenda? Wapasta wengi na bishop wengi leo wameishia hapo sababu nyama imeiba sana kama kisi. Hallelujah. Waimbaji wengi leo walikuwa naimba nyimbo nzuri sana. Leo wanalipikia kwa kilabu wakikula pale kwa mesa moja. Na wale wanakula mesa moja na ile. Wanakula vitu vilivyo najisi. Are we together? Sadaka iliyosinjiwa kwa hiyo miungu yao. Why are you going to eat with them? Why are you going to eat with them? Kuna baadhi zinatungandi mambo mengi sana vile tunapaswa kukula. Usiende kwa ushirika ukakule pamoja na wao, maana watakuidhinisha. Wale watu wanajua ukweli, they know about ibada za kukula vizuri. Wacha hizo kazi inafanya na wokovu yenye eleweki. Hallelujah. Unasikia wale wakina
Ni nani upata blessings bila kukula? Hawakuli pamoja na wewe umpea kula. They cannot. Hata maji. Our brothers wa line ya Ismaili. Uwezi chinja uwapatie katika line yao. Vichinjio zote ni wao uchinja. Makuhani wako wapi? Mlinyang'anywa kuku, hamuna mbuzi, nyinyi mnaenda kukula tu kwa zao zile wamefanyia ibada yao. Ukikata shingo wewe hawawezi wakakula. Na wakuji kwa hiyo. You are not authorized in every town in Kenya. I don't know if it is in all over the world. Na ni sheria yao. Imewekwa hivyo. Unataka kuamini? Si upitie hapa tu vuke ufike Mwiki, ufike Laksama pale kichinjio imefunguliwa mpya. Upate mtu mmoja tu hapo, hata Mkolino amefunga kireba akichinja hapo ndani. Waachana na Mkolino basi. Kuta bishop hata moja. Kazi yake ni hiyo, achinjie watu tu hizo nyama ziende. Katika kuchinja na kukula kuna ibada kali ndani. Hallelujah. Are we together? Unajua sisi hatuna fellowship. Hata unajua na Baba kwa sababu already our body is already defiled. Tumejikuranisha, tumejaza vitu takataka. Nakumbuka kuna siku tulitoka kwa maombi tukiwa na mke wangu hapa, akaniambia natamani kukula ndoma. Ndoma si mbaya. But the moment anataka kwenda kununua, Mungu akamwambia, nikasikia sauti inasema msiende. Hizo vitu zimenyang'anyana mahali. Sasa zimenyang'anya na kuna watu wanalia kwa sababu hizo vitu. Wao hujui. You don't mind. Mimi nikamwambia let us be content. Tutosereke na vile tulivyo. Na tufike kwa nyumba tutajipanga. Sometimes you must be very careful. Naombea hiki kizazi sana kwa sababu mko kwa shinda. Kupitia kukula kuna hatari nyingi sana zinaingia pale. Kupitia kukula ndio baraka iliingia kwa Jakufu. Hiyo tu kukula hiyo tu. Kupitia kukula tu mwanamke Msunemu, a Shunammite woman, Elia akatamka baraka alipokula kwa nyumba yake. Unless uelewa ni wapi unapaswa kufanya fellowship ya chakula. Na ni nani huyo mnakula na yeye? Na ni nini hiyo unakula? Maana hizi hapa kuna siri mingi sana ficha ndani. Kwa hiyo hata ndio Pasaka inakuja. Yes. Ya Yesu na ya Musa. Lazima kuwe na Pasaka. Pasaka ilikuwa ya kukula pamoja na remembrance for all generations, forever and ever. Wachana na hawa pastor wale na bishop hao wamewithdraw wakaonyesha anniversary. Yao wanaitanga anniversary, but inapaswa kuwa Pasaka. Ya kusherekea wakati Mungu alipowakomboa. Inaendaga mara moja kwa mwaka, every year. Kwa ile mapito mlipitia na vile mlikombolewa pale. Amen. Now, it is more important to understand that. Na wakati unapoelewa hilo jambo litakusaidia. Hallelujah. You know, sometimes fellowship ya kukula tuangalie sana na tujifunze. Jinsi ni mambo gani Mungu amekataa tusifuate? Ni vitu gani Mungu hataki tukule kwa maandiko? Ni vitu gani Mungu anataka tukule? Tuwe content. Hii mili ni ya dunia itaondoka. Hii mili itamwagika. Hakuna haja ukule vitu zingine zikuletee kansa. Kansa leo it is a bacteria. Zimetoka kuzimu sababu ya doreka. Hizi hazisikii. Leo kansa inakula watoto wadogo. Magonjwa ya sukari na presa ilikuwa ya watu wazee. Saa hii inapata mpaka mtoto wa miaka 2. Sababu wewe ni mama, usikiaje Mungu, hata watoto wako bado unawapata kwa hiyo laini. Ni mbaya. Wacheni waambie Baba yetu aliye mbinguni, he cares for our life. He loves us so much. Na kama kuna kitu cha dhamana Mungu aliumba na akatupatia, ni maisha hii tuko nayo na wokovu ule ambaye ametuwekea mbinguni ulio wa milele. Lakini sisi hatujali kutunza hiyo njia ndio tupate kwa Baba. Tunataka kukula kwa haraka tuondoke tuende. Hello. How many people today wakiwekewa chakula mezani hapo, wawekewe nyama na ugali hapo, watatesti ugali kabla ya nyama? Wangapi wewe? Wawekewa ugali hapo na nyama. Utesti ugali kabla ya testi nyama. Mbele tu, ni kitu tu nimeuliza tu. Hujaiona, what is wrong with that? Nishinde inakuanga wapi? Na sie nakupea mfano na kwetu. Tulikuwa tunapika hiyo nyama na mandugu. Lakini hakuna mtu aliweka mahali gari. Huwezi enda, maana hapa kuna maagano ya damu. Inaitisha haraka mkule. Inataka kukuidhinisha kwa haraka. Ingia hapa, inakuita mbio. Hata kwa pastor ana utafasiri kama huo. Hata kwa bishop ana hiyo revelation. Atakula before. Enda kwa wale watu wanaelewa kuhusu kukula hivi uone. Hata ukimwekea chakula hapo lazima apime kwanza na ulize vizuri. Sifikiria watu wanapenda
Nawaombea Roho wa Mungu awasaidieni wapendwa. Roho wa Mungu akai ndani ya watu tena. Miri imebeba maroho ya takataka za kila aina. We are suffering every day. Zinakaangwa kwa barabara ndio ukue tempted. You are tempted. Naye kasimero naye. Harufu naye. Kwanza ya samaki. Only wewe ndio upendi samaki. Me I love samaki so much. Lakini hizi samaki ovyo. I like it. Kwa hiyo msafara unakuta samaki, nguruwe, matunda. Mimi miaka yangu hata nikiwa ujanani nilinunua jiko na si kwa sababu nilipuuza mambo ya instruction za kuishi kama mwanaume. Si nilinunua jiko, zikukula vyakula barabarani, zikurokota. Mimi si ujawahi na sijaipenda. Sijawahi penda kwenda nikinunua vyakula ovyo ovyo kwa barabara. Wacha nishemushe njaa hizi kaya hapo, nikiweka hapo masaile nimetoka kwa maombi, nakuja natengeneza viazi zangu, naweka ndani, nachanganya na tumandizi kidogo, naweka naitwa nini? Kamukimo yangu. Let me tell you something. One day nilipitia Githurai, nikanunua manyama tu zenye zieleweki, nikachanganya zote za kila aina. Wacha nikule. Nilitafika, nikatafika, ikanibidi nitafike zaidi mpaka vitu yero. Sasa kutoka hapo nikaumia tumbo, ilinibidi niende maombi kuomba msamaha. Kutoka wa leo, mimi sipendagi michezo na kununua vitu ovyo. Kwa barabara, tunipata tu nanunua nyama kila mahali. Tunaenda kununua nyama, vitu hivi. No. Mimi siwezi. Enda pale nunua hiyo kuku ndogo utanunua. Kuja naye weka hapo. Na uombe Mungu. Pale mbele kuna msaada. Kuna msaada. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jameni? Hakuna kitu ya muhimu kama kuelewa nini inaharibu ushirika wako na Mungu. Maana fellowship yako na Mungu ikirudi, hata maadui wote watatawanyika. Haujasikia vile nimesema? Fellowship yako na Mungu ikirudi vizuri, hakuna adui atakayesimama karibu na wewe akuweze. Amen. Na kanisa nimekuambia likijaa Mungu